Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Welcome once again to our online service this Sunday. And we believe you're going to be blessed together with us as we worship and praise the name of the Lord. Be blessed. Naijulikana
Wapendwa watazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya kwetu kuweza kushiriki pamoja tunapotazama neno lake Bwana anavyonena nasi siku ya leo, nikiwa na tumaini ya kwamba Mungu atakutia nguvu, imani yako itainuliwa na Bwana, na ya kwamba ukiwa mahali popote ulipo utakuwa na mtazamo mpya kwa mambo ambayo yanakuzunguka katika maisha haya. Na hivyo mada ambayo nitakuwa nazungumzia siku ya leo ni mada kuhusu wakati mambo yote hayaeleweki. Wakati mambo yote hayaeleweki. Na hivyo tutakuwa tunaangalia kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 5 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 12. Na ningependa ndugu mpendwa ukaweze kukua katika utayari wa kuweza kusoma pamoja. Kwa hivyo tufungue Biblia zetu katika waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari huo wa 7 hadi wa 12, na nitaweza kupata kusoma. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinungunukiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake. Ayubu ameuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape, wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kinginecho chochote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na siyo yenu iwe siyo, msije mkaangukia hukumu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa nafasi hii ya kusikia neno lako. Tunaomba ya kwamba Bwana utanena nasi kwa njia ya kipekee, ya kwamba Roho wa Bwana atatusaidia kuyaelewa unayotufunulia katika neno lako siku ya leo. Imani yetu itajazwa nguvu mpya, na kwamba Bwana tutakuwa washindi zaidi ya washindi katika mambo yanayotuzunguka na mambo ambayo hatuyaelewi. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Roho wa Bwana atutumie na anene kwa utukufu wa jina lako. Ndani ya Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Mtazamaji na msikilizaji wangu, utakubaliana nami ya kwamba sisi kama binadamu tunapitia mambo mengi ambayo yanatuzunguka, mambo ambayo yanatupa kutokuwa na uwezo wa kukabiliana nayo. Ukiangalia mambo mengine ukuta ya kwamba kwa njia moja au nyingine sisi tumechangia katika kufanya uamuzi ama kwa matendo yetu. Wakati mwingine mambo ambayo tunapitia na tunayokumbana nayo hata wa sasa, mengine hata yamepita uweza wetu na ufahamu wetu. Na hivyo tunapoangalia mambo ambayo huwa yanatuzunguka, ni mambo ambayo yanaguzia familia, yanaguzia mahusiano yetu, yanaguzia mafikra yetu, yanaguzia mioyo yetu ama hisia zetu, yanaguzia afya yetu, yanaguzia fedha ambayo huwa tunatafuta kwa ajili ya kujimudu kimaisha. Na hivyo wakati haya mambo yanatuzunguka, wakati mwingi huwa tunafikia kiwango cha kutokuwa na subira, cha kutokuwa na uvumilivu. Na uvumilivu ni jambo la msingi sana katika maisha ya Mkristo. Na hivyo tunapoangalia mada hii ya wakati mambo yote hayaeleweki, utakubaliana nami ya kwamba wapendwa wa wakati wa Yakobo waliokuwa wanaandikia walikuwa wamefikia kiwango hiki ya kwamba hawakuwa wanaelewa ambao wanafanyika. Na hivyo mara nyingi unakuta ya kwamba waliweza kuwa na hali ya kutokuwa na uvumilivu na wakapenda kulipisa kisasi. Na hivyo tunapoangalia katika sura hii, tunaporudi nyuma, ndiposa tuelewe kwa nini Yakobo anazungumzia kwa hiyo ndugu vumilieni. Tuweze kuelewa ya kwamba kuanzia sura ya 4 mstari wa 11 tunaona kwamba Yakobo yuaonya wasikilizaji wake kuhusu kuchangia ama kuhusu kupigana na kutafuta suluhisho
la mambo ambayo wanapitia. Wakati wanapitia changamoto, anawaonya ya kwamba wasiwe wa haraka kuweza kupata suluhisho ama kuanza kupigana wao kwa wao wenyewe, kwa sababu ya kuona ni kama mmoja wao amechangia katika shida ambazo wanakumbana nazo. Na hivyo nawaonya tena wasizungumze mabaya kwa kila mmoja, na tena wasipangie mipango bila kuhusisha Mungu katika mipango yao, kwa sababu unapoangalia hiyo sura ya 4 kuanzia mstari wa 11, walikuwa wanasema ya kwamba wanapangia ya kesho. Mstari wa 13 wanasema, haya basi ninyi msemao, leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Na hivyo wanawaambia kwamba wanafaa kujua kwamba uzima wao ni unapotea tu. Anasema uzima wao ni kama mvuke uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka. Anasema kwamba maisha yao na uzima wao ni kutoweka pasipo Yesu. Na hivyo anawaelekeza na kuambia wanafaa kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Na hivyo unapoangalia tu sura ya 5 kuanzia pale, Yakobo yuwaonya ambao wanajiweza ama matajiri, akiwaonyesha ya kwamba, akiwaonya na kuhusu kutafuta mali na kuweka mali nyingi kwa ajili ya kujinufaa wao wenyewe na kuweza kuangamiza maisha ya wasiojiweza. Na hivyo ndipo anapofikia mstari wa 7 ambao ni kifungu ambacho tunaangalia siku ya leo, akiwaelezea kwa hiyo ndugu vumilieni. Kwa hivyo anaposema kwa hiyo ndugu, anaturudisha tena kuanzia sura hiyo ya 4 mstari wa 11 hadi sura ya 5 mstari wa 6 kuelewa ambao alikuwa yanatendeka pale. Na hivyo anatukumbusha ya kwamba wakati mambo hayaeleweki yafaa sisi tufanye nini. Na ndio ningependa ndugu mtazamaji na msikilizaji, wakati mambo yanayokuzunguka ambayo wakati hauyaelewi, je, wafaa kufanya nini? Jambo la kwanza ambalo Yakobo anatufunza kutoka mstari wa 7, anasema kwa hiyo ndugu vumilieni hata kuja kwake Bwana. Na hivyo ni yatupasa sisi kumngoja Bwana. Jambo la kwanza, mambo yanapokuwa hayaeleweki, yatupasa sisi kumngoja Bwana. Na tutamngoja Bwana kwa njia gani? Yakobo anasema kwa kuvumilia. Kwa kuvumilia. Unapoangalia hili neno kuvumilia, lina maana ya kuonyesha kuwa na ule kustahimili kwa muda mrefu bila wala sio kuweza kupigana ama kujibu kwa haraka ama kulipuka kwa haraka. Na hivyo anasema tuvumilie, kwa kuvumilia. Na mbona anasema kuvumilia? Ni kwa sababu ili neno jinsi lilivyoandikwa katika Biblia lina amri, kwa hiyo ndugu vumilieni. Yaani hatuna la kuondokea katika neno hili, kwa sababu tumeangizwa, ni amri ya kwamba kama Wakristo yafaa sisi tuvumilie mambo ambayo yanatuzunguka, tuvumilie mambo yanayotokea katika maisha yetu, kwa sababu katika hali ya kuvumilia huku tunafanyisha imani yetu kazi. Imani yetu katika Mungu tunaifanyisha kazi wakati tunapovumilia. Yatupasa sisi kama Wakristo kumngojea Bwana kwa hali ya uvumilivu na kwa hali ya kufanyisha imani yetu kazi. Tazama mfano ambao anatupea, anasema mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani. Na unapoangalia wengi ambao tunaelewa mambo ya ukulima, unagundua kwamba kupalilia na kuweza kupata mavuno haikuangi jambo rahisi. Kuna kazi, kuna kuvumilia sana katika hali ya anga, katika kuweka mbegu, katika kutumia nguvu zako kwa ajili ya kuweka zile mbegu na kupalilia na kunyunyizia dawa ili ukaweze kupata mazao. Na hivyo natumia mfano huu wa mkulima kutuonyesha hali ambao sisi tunafaa kuvumilia tunapongoja Bwana.
tunapongoja Bwana akaweze na kututembelea kwa njia ya kipekee na kutekeleza. Nakumbushwa kuhusu ndugu mmoja ambaye alikuwa anaendesha gari, na alipofika kwa sehemu ambayo unawaka taa nyekundu akaweza kusimama, na kwa kibahati mbaya gari lake likazima. Lilipozima, ambaye alikuwa anamfuata alianza kumpigia honi, na samani alipokuwa anampigia honi huyu mwenye kupigiwa honi akatoka na kumwambia ndugu, jameni, naomba gari langu limekataa kuwaka na kuguruma tena, na hivyo naomba wewe uende ukae kwa lile gari ndiposa uligurumisha na mimi nikuwe hapa nyuma nikikupigia honi. Na hivyo hili jambo linatukumbusha ya kwamba tunafaa kuvumiliana katika mambo haya. Kama Wakristo tumeitwa tunapomngoja Bwana tukavumiliane, kwa sababu ambayo mwenzako anayopitia hujui kama wewe kesho ndio utakuwa unayapitia. Ambayo mwenzako labda ako katika hali ya furaha, wewe unajiona uko katika hali ya huzuni, haujui keshoye itakuwa namna gani. Kwa hivyo ni vyema kufahamu ya kwamba tuvumiliane hata tunapomngoja Bwana, tunapoishi pamoja, tunapofanya kazi pamoja, tunapoishi katika ploti ama kijiji moja, ni vyema tukakae vyema tukivumiliana, kwa sababu kuvumilia kuna mazao mema. Kuvumilia ni tunda mojapo ya Roho Mtakatifu, na hivyo ili tunda linapoonekana katika maisha yetu ni kufanyisha imani yetu kazi tunapomngoja Bwana. Jambo la pili ambalo tunafaa kulielewa wakati mambo yote hayaeleweki, sio tu tumngoje Bwana, bali ya pili yatupasa sisi kusimama imara katika imani. Yapaswa sisi kusimama imara katika imani. Tazama nami katika Biblia, unapoangalia mstari wa 8, Biblia inasema, nanyi vumilieni mdhibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Mdhibitishe mioyo yenu. Na neno hili kudhibitisha ina maana ya kufanyisha sawa ama kujaribia kitu kikawe kina uhakika. Na hivyo wanavyosema mdhibitishe mioyo yenu, ni kwamba yatupasa kusimama imara katika imani yetu ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo njema kufahamu ya kwamba sisi tukaweze kusimama imara katika imani yetu, yapaswa sisi pia tuwe watu ambao ni wapenda neno la Mungu. Kuwapenda neno la Mungu. Yanikumbusha ndugu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ezra. Katika Ezra 7 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba huyu ndugu alikuwa amejitoa sana katika kufanya utafiti wa hili neno, katika kutafakari ambayo amesoma, na kwa ajili ya kufunza wengine. Na hivyo ni vyema kama wapendwa wa Kristo na ndugu msikilizaji, mtazamaji, ya kwamba tukaweze kupenda neno la Mungu, kwa sababu tunapopenda neno la Mungu linatia imani yetu nguvu. Hapo ndipo tunatoa nguvu katika maisha yetu. Hapo ndipo tunafahamu ahadi za Bwana na vile Bwana anavyonena kuhusu mambo ambayo tunapitia hata wa sasa. Na hivyo ni vyema tukaweze kushikilia imani yetu katika Bwana, kusimama imara katika Bwana tunapopenda neno la Bwana linalotuongoza. Tena anasema mstari wa 8b ya kwamba kuja kwake Bwana kuna karibia. Anasema kwamba tunaposimama imara katika imani yetu, sio tu kupata nguvu kupitia kupenda neno la Bwana, lakini pia katika kuwa na mtazamo ya kwamba Bwana anakaribia. Kurudi kwa Bwana, kuja kwake Bwana kuna karibia. Paulo yuwazungumzia haya, anasema katika akatazama na akaona ya kwamba Bwana Yesu anashuka kutoka mawinguni. Na unaposoma waraka wa kwanza wa Thesalonike sura ya 4 mstari wa 16 itaelezea zaidi kuhusu vile Paulo anavyoelezea kurudi kwake Bwana. Na hivyo wakati tunazungumzia kurudi kwake Bwana, hata wakati tunapopitia mambo haya, ni wazi kwamba hakuna yeyote ambaye anajua saa ile Bwana Yesu atakaporudi. Na hivyo ni vyema sisi kukaa katika hali ya utayari, sio wakati wa kulegarega ama wakati wa kulala, bali ni wakati wa kusimama katika imani, kusimama imara katika imani tunapotarajia kurudi kwake Yesu. Kwa sababu kurudi kwake Yesu inaweza kuwa ni saa hii, inaweza kuwa ni dakika zijazo, inaweza kuwa ni kesho,
ama kesho kutwa, ama pia inaweza kuwa anazungumzia kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili, wakati utakapowadia baadaye, ama siku za usoni, wakati Kristo Yesu atakaporudi. Na hivyo inaashiria kwamba Kristo Yesu yuko katika kazi, yuafanya kazi katika maisha yetu, katika mambo ambayo yanatuzunguka ambayo hatujaelewi. Ni vyema kujua kwamba Mungu anayafahamu, na hivyo ako katika shughuli ya kuweza kututia nguvu na kufanya kazi yake katika hayo tunayopitia. Ni kweli mtazamo wetu na mtazamo wa Mungu ni tofauti. Vile unavyoona mambo wa sasa sio vile Bwana anavyotazama. Na hivyo letu ni kumngojea Bwana na kungoja Bwana na kusimama imara. Kwa sababu tena katika kusimama imara anasema ya kwamba tazama, angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya mlango. Mstari wa 9 mwamuzi amesimama mbele ya milango. Na unaposikia kwamba Biblia wakati wote inaposema mwamuzi amesimama mlangoni, anazungumzia kuhusu Yesu Kristo amesimama na ujira mkononi mwake. Ana zawadi ya kutunza wanaostahimili, ana zawadi ya kutunza wanaovumilia mitihani ambayo wanapitia ya kung'arisha imani yao. Na hivyo unafaa kuelewa kwamba tunapopitia changamoto hizi, imani yetu inajaribiwa na inazidi kung'aa tunapokuwa washindi katika mambo ambayo tunayapitia. Na hivyo nanikumbusha tena kuhusu kisa cha dada ama mama mmoja ambaye alikuwa mpenda Bwana. Na wakati katika kanisa ambalo alikuwa anashiriki, wakati mchungaji alikuwa anahubiri, alikuwa tuanga injili. Na kituanga injili, huyu mama kazi yake anaposikia injili imemguza, alikuwa anasema haleluya, ama anasema amina, 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 na anashangilia kwa nguvu sana. Na hivyo kuna wengine ambao iliwaudhi, na wakaona njia tu ya kuweza kunyamazisha huyu mama ni kuweza kumfanyia shopping na kumpea vitu vizuri ndiposa akaweze kutulia. Lakini katika uamuzi na mafikira ya mama, hakujua kwamba atawekewa jambo la usiseme amina. Usiposema amina katika mahubiri tutakupea haya. Na hivyo katika mahubiri akakumbuka, wakati mchungaji akihubiri akakumbuka aliambiwa akisema amina hatafanya nini, hatapata zawadi ama shopping, mambo ambayo alikuwa ameahidiwa. Na hivyo akasema kuna shopping ama zawadi, na kusipokuwa Bwana Yesu apewe sifa. Na hivyo hilo inatuleta na kuelewa ya kwamba katika maisha yetu, ichapokuwa watu wataleta aina tofauti za kutujaribu, yafaa sisi kusimama imara katika imani. Kwa sababu imani yetu inapojaribiwa, ni vyema sisi tuombe Mungu atupe macho ya ndani na atupe ufafanuzi wa kuelewa ya kwamba imani yetu iko katika majaribio. Na hivyo ni vyema ndugu na mpendwa msikilizaji kujua kwamba yatupasa kusimama imara. Sio tu katika kumgoja Bwana na kusimama imara katika imani, bali jambo la mwisho ambalo ningependa mtazamaji mpendwa ukalipate na ukalielewe ni kwamba yapaswa sisi kukumbuka mashujaa wa imani. Kukumbuka mashujaa wa imani. Tazama nami mstari wa 10 hadi wa 11. Biblia inasema, ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana. Anazungumzia kuhusu manabii ambao waliteswa na wakafa kwa ajili ya kunena ukweli wa Bwana. Na hawa manabii ambao tunazungumzia, ambao nena ukweli, wengine tunawafahamu. Tunaye Hosea ambaye alikuwa anaishi maisha na kahaba, ambayo ni maisha ambayo Mungu alikusudia akiwa na lengo la kujitukuza na kuonyesha upendo wake mkuu kwa taifa la Israeli. Tunaye nabii Yeremia ambaye alitupwa katika shimo ambalo lilikuwa na matope, na kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kujishikilia akazama na akafa. Ukisoma Yeremia 38 mstari wa 6 itakuelezea hayo. Tunaye mwingine ni nabii Isaya ambaye katika Biblia haijaelezea wazi sana, lakini ukifanya utafiti wanasema kwamba mfalme ambaye alikuwa anaitwa Manase
aliweza kumweka katika tundu la mti na kumkatanisha mara mbili. Na unapovuka katika Agano Jipya, tunaona kwamba kuna Yohana Mbatizaji ambaye alikatwa kichwa kwa sababu ya kubatiza na kuhubiri injili ya kweli ambayo iliguza wengi mioyo, wengine kubadilika na wengine kukatana na injili ambayo alikuwa ananena. Tunao wafuasi wa Kristo Yesu ambao walikufa pia kwa ajili ya imani yao. Unaposoma Waebrania 11:37 inazungumzia zaidi kuhusu hawa manabii na hawa watume wa Kristo Yesu. Sio tu hao peke yake ambao tupaswa sisi kukumbuka hawa mashujaa wa imani, bali pia kuna wazee wa ukoo ambao tunawaitanga mapatriaki, kina Yakobo, kina Job, ambaye tunazungumzia hapa Ayubu mstari wa 11. Angalieni twawaita heri wao waliosubiri. Yaani wanaokuwa nasubiri mnakuwa wa baraka, mnabarikiwa. Unaambiwa baraka ni kwao kwa sababu walipita mtihani. Kwa hivyo mambo ambayo tunapitia hata wa sasa ni majaribio na ni mtihani ambao tunapitia. Umesikia habari ya subira yake Ayubu. Nazungumzia kuhusu subira yake Ayubu katika mateso. Tunakumbuka mambo ambao Ayubu aliyopitia. Alipoteza watoto, akapoteza mifugo, akapoteza mali yake. Mke wake pia alikuwa anamwambia mtukane Mungu na ufe. Lakini tunaona katika kisa chake chote aliweza kuona vile hata Yakobo anavyosema kwamba mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Katika mwisho wake tunaona kwamba alibarikiwa na familia na mali nyingi kuliko hata yenye alikuwa nayo. Na hivyo hii inatuelezea kwamba katika mapito yetu, katika mambo ambayo hatuyaelewi yanayotendeka katika maisha tunayopitia, ni vyema kukumbuka ya kwamba hata kuna wale ambao walipitia hayo na wao ni mfano mwema kwetu, ya kwamba hata sisi, ya kwamba ingawa tutapitia changamoto mbalimbali katika maisha, Mungu ameshika ushukani. Mungu yu katika mambo ambayo tunayopitia na anakusudia mema kutuinulia, kutupa jina jipya, kuweza kufanya imani yetu kung'aa zaidi, kutuandaa kupokea baraka ambazo anazo kwa ajili ya maisha yetu. Na hivyo ndugu mtazamaji, msikilizaji, ni vyema kuelewa haya ya kwamba ambao tunapitia, ambao tuyaelewi, Mungu anakusudia mema katika yote. Na nataka kukumbusha mambo mawili ambayo anaguzia, ambayo huwa yanachangia sana wakati watu wamekosa kuwa na uvumilivu. Na anasema mambo mawili. Amesema msinungunukiane na msiape. Hao ni mambo ambayo unapoangalia wengi ambao tunawaita Wakristo huwa wanazungumza. Unasikia watu wakiapa kwa watoto wao, wakiapa na vitu vyao na mali yao, na hata wanaapa na mbingu ili kuhakikishia mtu ambayo anakuambia ni ya kweli. Lakini sisi kama Wakristo hatufai kuapa. Tunaambiwa kwamba ndio yetu iwe ndio, na la yetu ama hapana yetu na sio yetu iwe sio, ili tusije tukaangukia hukumu. Kumaanisha kwamba kuna hukumu ijayo kwa ajili ya kuapa, kuna hukumu ijayo kwa ajili ya kunungunika. Tunaponungunika, tunaweza nungunika kwa kujikuta tunanungunikia Mungu, tukidhani tunanungunikia mwanadamu ama tunanungunikia hali ambayo tunayopitia. Na hivyo ni vyema kuelewa haya. Katika mambo ambayo tunayopitia, tusinungunikiane, tusaidiane, tuvumiliane, tusiape, kwa sababu tunapoapa tunatenda dhambi, tunaenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na hivyo ndugu mtazamaji mpendwa na msikilizaji, ni ombi langu la kwamba umebarikiwa na ujumbe huu wa siku ya leo, na kwamba unapo fanya kazi yako, unapoendelea kutazama na unapotarajia kuendelea kufurahia uwepo wa Bwana katika siku yote, ya kwamba utakumbuka ya kwamba mambo ambayo yanakuzunguka, mambo ambayo hayakuelewi, ukumbuke ya kwamba nafasi yako ni kumngoja Bwana. Nafasi yako ni kuendelea kusimama imara katika imani. Nafasi yako ni kukumbuka ya kwamba kuna wengine ambao walipitia haya lakini walikuwa washindi, na kujua kwamba katika haya yote Kristo Yesu anarudi hata sasa ninapoongea hivi. Anaweza rudi hata kesho, anaweza rudi hata siku zijazo. Na imaanisha kwamba hata kama atakuja siku zijazo, ya kwamba hayuko kazini, hata wa sasa anafanya kazi katika maisha yako. Na unapotazama na kutafakari, utaona ya kwamba Mungu anafanya kazi katika maisha yako. Tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa neno lako. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu. Tunakushukuru kwa kutufunulia ya kwamba mambo ambapo hatuyaelewi yanayotuzunguka, ya kwamba yabidi tukungoje wewe. Yapaswa sisi Bwana tukumbuke kazi uliyofanya kwa manabii
na wazee wa ukoo, ya kwamba Mungu yatupaswa sisi kuendelea kusimama imara katika imani kwa sababu ni nyakati za mwisho, na kwamba Bwana tufanye haya tunapokuwa na uvumilivu na tunapotarajia kurudi kwako kiwa na ujira mkononi kutulipa, ili Bwana tukaitwa wabarikiwa kwa sababu ya kufaulu katika yote. Na kushukuru ndani yako Kristo Yesu tunaomba na kusema asante. Amina. Asanteni kwa kusikiza ujumbe wa siku ya leo. Nataka kuwapongeza kwa kazi ambayo mnazidi kufanya kusimama na huduma hii. Mnaposimama na huduma hii natuwezesha pia kuendelea kuleta ujumbe huu kupitia kwa ukurasa huu, na najua kwamba Bwana amekuwa mwaminifu pia, kwa sababu tumekuwa pia tukipokea na kuomba kwa ajili yako ukiwa pale nyumbani. Na tunashukuru sana kwa kupata nafasi ya kujiunga nasi katika ibada ya leo. Tuendelee kusimama na huduma hii katika matoleo yetu, na ujue kwamba Bwana atazidi kukubariki na kukuinua, atazidi kukuendesha wokovuni wako. Na ningependa kuacha na baraka za Bwana hata tunapofunga katika mahubiri ya siku ya leo. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini njema, katika neema awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Amina, amina. Bwana awe nanyi, awabariki na zidi kuongoza na kuwalinda. Amani ya Bwana.